Kwa uweza wako na nguvu zako. Tunasema asante Mungu kwa kuwa umekuwa nasi toka tulipoingia hemani mwako asubuhi ya leo. Tunakushukuru Jehova kwa kuwa umetuhudumia Bwana. Tazama, wapo ambao tulikuwa wagonjwa, tuliingia hatuwezi, ni wadhaifu, lakini Mungu umetuwekea mkono wako wa nguvu na hata sasa tunazo nguvu. Baba, tunakushukuru. Asante Mungu kwa wale ambao tuliingia tukiwa na vifungo. Baba, lakini saa hii umekata mafungo yote kwa jina lako, katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru hata kwa ajili ya uhai na zawadi ambayo umetupa ndani yetu. Baba, tunasema asante, ni mengi ambayo umetenda siku ya leo. Tazama Bwana, bado unayo nia ya kutuhudumia mchana huu kupitia mtumishi wako kwa neno lako. Baba, wewe mwenyewe umesema ya kwamba maneno yangu yakikaa ndani yenu, nanyi mkikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Baba, sisi tumekuwa tukiomba na tukikosa kupokea kwa sababu neno lako haliko ndani yetu. Siku ya leo Bwana, tunaomba ukafungue masikio yetu ya rohoni. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Fungua Bwana na macho yetu na masikio yetu, tukapate kusikia neno lako sasa ambalo umeliandaa siku hii ya leo kupitia mtumishi wako. Katika jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila giza, kila vifungo vya shetani, kila aina ya vipingamizi vinavyotaka kuzuia tusipate kusikia neno lako Mungu siku hii ya leo. Baba, tunaomba ukatupe usikivu, ukatupe utulivu, tukalitafakari neno hili mchana kutwa tunapokwenda kulisikia kupitia kwa mtumishi wako. Baba, neno hili lisitoke mioyoni mwetu kamwe katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila ufalme wa giza, kila mamlaka za giza, kila aina ya ujanja na utumia adui kutaka kuzuia tusipate kusikia neno la Mungu siku hii ya leo. Ninausambaratisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na haribu kila uchawi, na haribu kila nguvu za giza, kila pepo, kila jini, kila mizimu yote inayojiinua kutaka kuzuia ujumbe wa Mungu kwetu siku hii ya leo. Ninausambaratisha kwa damu ya Yesu. Naangusha kila ngome walizozijenga kutaka kuzuia neno hili katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninamleta na mtumwa na mtumishi wako Bwana mbele zako. Naomba Bwana ukamtumie saa hii sasa, kama ambavyo umekuwa umemtumia siku zote toka ulipomuita. Kwa jina la Yesu Kristo, mpe hekima, mpe nguvu, mpe kibali, mpe moto ndani ya midomo yake, tukapate kupokea, tukapate kuponywa, tukapate kufunguliwa, tukapate kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na wote tuseme amen. Kazini Roho Mtakatifu anataka kutufundisha. Sasa amekwishaomba na ameachilia upako, na mimi nasikia upako upo wa kutosha kukuhudumia majira haya na nyakati hizi. Andika kichwa cha ujumbe kinachosema hivi: wakati wanakuona wewe sio kitu. Wakati wanakuona wewe sio kitu mbele, wanapokuona sio kitu mbele ya macho yao, Mungu ndiyo anazidi kukuinua wewe. Wakati wanakuona wewe sio kitu mbele za macho yao, Mungu ndio wakati wake wa kuzidi kukuinua wewe. Andika lugha rahisi: wakati wanakuona wewe sio kitu mbele za macho yao, Mungu ndiyo anazidi kukuinua. Wakati watu watakuona wewe haufai machoni pao, haufai kwenye jamii yao, haufai kwenye mitaa yao, wakati huo wewe umemthibitisha Mungu ni Mungu wako, ndipo Mungu anazidi kukupeleka viwango vingine vya utukufu wake. Wakati wanadamu watakuona wewe si kitu kwao, wakati wanadamu watakuona mbele ya macho yao si lolote, si kitu chochote, wanakuona ni wa kawaida, wanakuona haufai, wanakuona hauna maana yoyote,
wakati ule Mungu sivyo anavyokuona. Mungu anakuona kwa tofauti, na ndivyo atakavyozidi kukupeleka viwango vingine vya utukufu wake. Haleluya. Twende pamoja. Wakati wanakuona sio kitu, tunataka tuseme pamoja. Wakati wanapokuona wewe sio kitu mbele za macho yao, Mungu ndiyo anazidi kukuinua. Nimekuja leo niseme na wewe neno hili ambalo Bwana amenipa. Kuna wakati inawezekana umesema hivyo na siku moja ukapitia maisha magumu kwa sababu ya kwamba jinsi wanadamu wanavyokuona. Lakini nataka nikwambie Mungu anavyokuona mchana wa leo. Yawezekana unaonekana kwa namna tofauti tofauti, lakini ipo picha ambayo Mungu anakuona nayo kwake. Haleluya. Amen. Kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu, Mungu ni Mungu. Haleluya. Wakati wanadamu wanakuona wewe sio kitu mbele za macho yao, ndipo wakati Mungu anakuona wewe ni kitu cha thamani mbele za macho yake, na anazidi kupandisha viwango vya utukufu wake, kutoka utukufu kwenda utukufu. Mungu, wakati wanadamu wanakudharau, Mungu anazidi kukuheshimisha. Wakati wanadamu wanakudharau, Mungu anazidi kukubariki. Wakati wanadamu wanazidi kudharau, Mungu anazidi kukupa jina. Amen. Haleluya. Tutayaona maandiko. Biblia inaweka wazi katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Watoto wamefanya vizuri. Watoto, Mungu awabariki. Jumapili ijayo wale watoto waliokuwa hapa mwalimu hapa, nina zawadi yao Jumapili ijayo. Nilitaka iwepo leo hii sasa hivi, nikaona muda kwenda kufuata. Naomba Jumapili ijayo nitawapa zawadi yao. Amen. Yule mtoto anayesoma shule, yule na lightness unasoma umefanya vizuri sana. Unasoma. Una daftari kama 2 hivi ama 3 kutoka kwangu. Daftari za shule. Wako umefanya vizuri. Usome hadi vile vitabu mpaka pale mwisho, mara ni sio mchezo. Wewe sio mchezo. Amefanya. Ana daftari zake kadhaa. Unasomea msomi, si ndio? Counter book. Counter. Ngapi? Ngapi? 6. Utaona kile ambacho Mungu ananifanya. Kuna mtu mmoja katika Biblia ambaye alikuwa akidharauliwa, na wakati mwingine wanadamu wanamwangalia, mwingine wanamuona ni wa thamani, lakini mwingine anashushu. Yawezekana kuna wakati mwanadamu anamuona fulani ni wakati kwa kumuona kwa macho yake, ni wakati wake wa kupendeza, ni wakati wake ambao amestawi, ni wakati wake wa kukubalika mbele za macho yake, lakini wakati huo Mungu amuoni na Mungu amtaki. Lakini yupo mwingine ambaye wanamdharau, ndio Mungu anamtaka mtu huyo. Nimesema ujumbe wangu ni mrefu, lakini utakuwa mfupi, maana ni mhubiri, afu ni mchungaji, afu ni mwinjilisti. Utakuwa mfupi. Injilisti ingawa na maandiko marefu, lakini sitagusa yote. Nitakuhubiri, utasikia. Amen. Nilikutana na mtu mmoja wakati napanda gari, ni mtumishi wa Mungu, nikatiaga tiketi. Akasema, "Je, kule kanisa la mjini mnaraba na huku kwetu? Yaani kanisa huku nataka usome maandiko yote." Lakini mjini unaweza kusoma kifungu kimoja ukahubiri na watu wakashikwa na wingu la Roho Mtakatifu. Nikasema kumbe huku ni wagumu kuelewa huku kweli. Kule kwetu wanatuelewa kirahisi. Najua hata hapa wako watu wepesi kunielewa mchana. Sijasoma sana, lakini Roho Mtakatifu yuko hapa. Ikibidi Kiingereza tutaongea, Kichina tutaongea, Kifaransa, Lingala, Kifipa kidogo, Kinyarwanda, Kirundi, chote kia tutaongea, vyote tutaongea hapa tukitaka. Roho Mtakatifu akianza kazi yake. Haleluya. Nataka tusome maandiko kidogo alafu tuendelee. Unajua kwa nini nimesema hivi? Kwa sababu wanadamu wanaweza kumuona mtu kwa macho ya nje wakamdharau. Kuna wakati tumeandikwa kwenye vikao fulani, kipindi hicho sina suti, sina shati nzuri.
Unapofika yani huwezi ukaonekana vizuri, unaonekana kama wewe mtu wa kawaida tu, unakalishwa viti vya nyuma, alafu unaonekana wewe wa kawaida. Tukakaa katika kundi fulani, tukakaa kawaida. Nikaanza kuwazungumzia, nikawashuhudia maneno ya Mungu. Nilipoanza kuwashuhudia, wakasema kumbe wewe mtumishi unatufaa sana kwa wakati huu kwenye maisha yetu huku kwetu. Lakini wakati tunakaa hivi kwenye kikundi, walikuwa wanaona kwa macho ya kawaida. Walipoanza kusikia yale ya ndani, wakaanza kujua kuna kitu. Unajua wanadamu hawawezi wakakujua ipasavyo, wanakuona kwa nje, wanakutazama kwa nje, wanakukosoa kwa nje, wanakudharau kwa nje, wanakutazama kwa nje, wanakushusha kwa nje, wanakubeza kwa nje. Wakati huo Mungu anakuona kwa ndani, anakupeleka viwango vya utukufu wake. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akapata habari, ataniua. Samueli akasema, Sauli akipata habari, Sauli ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme, nimekuja ili nimtolee Bwana dhabihu. Mstari wa 3, ukamwita Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha nitakayotenda, nawe utamtia mafuta yule nitakaye mtaja kwako. Mstari wa 4, Samueli akafanya hivyo. Samueli akafanya hayo, akasema Bwana. Akaenda Bethlehem, akasema Bwana. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana, akaenda Bethlehem. Wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Samueli aliposhuka Bethlehem ili aende akamtolee Bwana dhabihu, Bwana alikuwa amekwisha mpa taarifa, amekwisha weka fumbo lake ndani ya Samueli aende mpaka Bethlehem kwa nyumba ya Yese. Huko Bwana amesema, ukifika chukua, jaza chupa yako mafuta. Utakapofika kule, mimi nitakuwa tayari kukuonyesha yule utakayemtia mafuta. Biblia inasema wakaja wazee wa mji na vitambi vyao na ndevu zao, wanatetemeka mbele ya Samueli. Wakamuuliza Samueli, je, umekuja kwa amani siku ya leo? Naye akasema, naam, kwa amani, nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Nijitakasie, anasema nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja alimtazama Eliabu, akasema, yamkini Masihi wa Bwana yuko hapa mbele zake. Samueli alipofika pale nyumbani kwa Yese, akajitakasia kina Yese na watoto wake. Eliabu alikuwa ni mtoto wa kwanza wa mzee Yese, akawatakasa wote. Baada ya muda mfupi, Biblia inasema ndipo alipotokea Eliabu, akasema yawezekana Masihi yuko hapa mbele zake, kwamba Masihi yuko mbele yangu. Lakini Bwana alikuwa bado hajakubali. Sikiliza. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama ni sawa. Bwana aangalii kama binadamu waangaliavyo, maana wanadamu utazama sura za nje, bali Bwana utazama moyo wa ndani. Bwana utazama moyo wa ndani. Samueli alipoenda pale nyumbani kwa Yese Bethlehem, huko kwa Yese kwenda kuitoa dhabihu, ndipo alipofika Bwana akamwambia, alipokuja Eliabu,
akasema inawezekana Masihi wa Bwana ni huyo Eliabu, maana alikuwa anaangalia maumbile, anaangalia uzuri wa sura, anaangalia mavazi aliyoyavaa, anaangalia kimo chake. Na akamwambia kwa habari ya Sauli. Sauli lilikuwa ni jitu kubwa refu lenye cheo na mamlaka, lilikuwa falme la Israeli, lakini Bwana amekwisha mkataa Sauli. Sikiliza nikwambie, ndipo Bwana anamwambia Samuel, ni Sauli nimekwisha mkataa. Usiangalie kimo chake cha urefu, wala usiangalie cheo chake, wala usiangalie alivyo. Wewe mimi nimekwisha mkataa. Nenda kwa Yese. Anafika kwa Yese, anatokea mtu mmoja anaitwa Eliabu, anasema yamkini Masihi wa Bwana yuko hapa. Bwana anamwambia hapana, usimwangalie urefu wake, wala usimwangalie sura yake, kwamba ni nzuri inapendeza, kwamba ni nyembamba hivi, kwamba ana mamlaka hivi, amevaa suti kubwa hivi. Lakini akamwambia, mimi siangalii kama wanadamu wanavyoangalia. Mimi ninaangalia roho ya mtu ambaye amekubali kunyenyekea na kunitumikia. Kama tungekuwa tunaenda mbinguni kwa kuangalia sura, Mungu angetuacha wengi. Ninakwambia mchana wa leo, yuko Mungu mwenye upendo. Akamwambia siangalii. Wakati ule Bwana anataka Masihi, anamtaka Masihi aliyezarauliwa, mtu aliyekuwa mchunga kondoo, aliyekuwa anaitwa Daudi, baadaye aliitwa mfalme wa Israeli. Ila nikwambia jioni ya mchana wa leo, yupo Mungu ambaye wakati wanadamu wanakudharau, wakati wanadamu wanakuona sio kitu mbele zao, Mungu ndio wakati anaenda kukupeleka viwango vya utukufu. Ndipo Yese akamwita Aminadabu, akampitisha mbele ya Samuel, naye akasema Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akapitisha wanawe, akampitisha Shama, naye akasema wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akampitisha wanawe 7 mbele ya Samuel. Samuel akamwambia Yese, Bwana hakumchagua huyu. Mstari wa 11, kisha Samuel akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema amesalia mdogo wao, na amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samuel akamwambia Yese, tuma watu wakamlete huyu. Wakamlete hapa, wakamlete. Naye Samuel akasema wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja. Basi wakatuma mtu, naye akamleta wakwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyo ndiye niliyemkusudia. Sikiliza nikwambie mchana wa leo, wanadamu wanaweza kuangalia kwa sura zao, wanakuona kwa macho yao ya makengeza, wanakuona kwa sura yako mbaya, wanakuita na mchawi, watakuona na tabia fulani, watasema ndivyo ulivyo. Wanje wanadamu watakuambia mambo mengi, watakuita mchoyo, watakuita jambazi, mzinzi, kibaka, taperi, lakini Mungu sivyaonavyo. Ila nikwambia mchana wa leo, Yesu akapitisha watoto wake ambao alikubali kwamba labda ni wa kwanza, labda ni wa pili, labda ni wa tatu, ni wa 4, ni wa 5 na wa 6 na wa 7. Akasema hapa katika hawa 7 sina Masihi wa Bwana, lakini Masihi ni yule aliyekuwa ameonekana amezalauliwa, aliyekuwa anachunga kondoo na mbuzi wa baba yake. Huyu ndiye Daudi, alikuwa mchunga kondoo, na Yesu akuzalia kama ndiye kunatakikana Masihi kwake. Wakati wanadamu wanakudharau, ndio Mungu anatamani kukupeleka mahali uwe daraja kwa ajili ya watu wengine, uwe kivuko kwa ajili ya kuwavusha wengine. Wakati wanadamu wanaanza kukushusha, wakati wanadamu wanakukosoa, wanaanza kukuambia mambo, wanakuona kwa sura za nje, wanakuona kwa mitazamo yao, mtazamo wa Mungu ni mtazamo wa tofauti. Mungu akamwambia yule alipokuja, wakasema huyu ni mwekundu wa umbo. Ili haya maneno ukisoma sura inayofuata, Sauli alikuwa anadharau, akasema Daudi ni kijana mwekundu kuliko kuwa na vita na Goliath. Sauli mwenyewe alimdharau Daudi, akaanza kudharau, akasema hata ni kijana kikundu tena kadogo, wewe unawezaje kumpiga Goliath? Tena Goliath ni shujaa, jitu la vita miaka mingi, wewe mbona ni mtu mdogo sana? Alikuwa anamuona kwa maumbile, kama alianza kumuona hapa akasema ni mwekundu wa uso, ni mzuri wa umbo, sijui uko hivi na hivi. Watu wanaweza kukuambia maneno mengi, wanaweza kukupembua kama mpunga, wanakupembua kama mchele, ili wataka kupiga kwenye kikango chao. Lakini wakati huo ndio Mungu anatamalaki, anatembea na wewe, anataka kupeleka viwango vingine vya utukufu.
watachelewa. Wakati wanapambana na kupembua na kutafakari, wanakutafuta upoje, wenyewe wanazidi kuchelewa, Mungu anazidi kukuinua viwango vingine. Amen. Wakati ule Israeli, Sauli na ndugu zake wengine wanafanya mambo mengi. Samuel, Daudi ndio anapelekwa kwenye viwango vya juu vya ufalme. Amen. Sikiliza tu kidogo. Ndipo akamtia mafuta, akapatikana mfalme. Walikuwa wanamuona ni mchunga mbuzi, walikuwa wanamuona ni mchunga kondoo. Yule ambaye alikuwa mchunga kondoo, Bwana anamuinua kutoka chini, anampeleka mahali pa utukufu. Wakati wanakuona ni mkulima, wanakuona unaenda kama unaanguka kesho, wanakuona kama umeenda kama umekufa, wanakuona kama unakondeana hivi, wanakuona kama wakulialia hivi. Wakati huo ndiye Bwana anafanya sensa ndani ya maisha yako, kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Kuna wakati wanakuona omba. Wakati ule wanakuona ni omba wewe. Wanakuona wewe omba, wakulialia, wakuchoka kama umekufa hivi. Wanakutazama maisha yako kama hayapo tu, kama hayapo. Sikiliza nikwambie, wakati ule wanadamu wanakuona hivyo, Mungu sivyo anavyokuona. Mungu anaona mtumishi wangu, Mungu anaona mtakatifu wangu, Mungu anaona mteule wake. Amen. Haleluya. Amen. Unaonaje habari hizi za Samuel? Sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka 37. Goliath limeinuka, ni jitu katika kambi ya Wafilisti. Nalo linajua vita. Ni shujaa la vita, miaka mingi linapigana vita. Daudi alikuwa mchunga kondoo wa baba yake na mama yake. Biblia inasema kabla Samuel amemtia mafuta, yale mafuta bado yanaenda kwenye kiti cha ufalme, lakini yanaendelea kumpa kazi, yanaendelea kumpitisha. Kuna mafuta Mungu ameweka juu yako, usinyamaze kimya. Hata wakikusema, yale mafuta yapo ndani, yanafanya kazi, maana yanafanya kazi. Daudi ametiwa mafuta muda mrefu, lakini yale mafuta yalikuwa ndani. Ukienda sura ya 17, Daudi alirudi kuchunga kondoo tena kama kawaida. Baadaye alirudi kwenye zamu ya nyumbani. Ndugu zake, kaka zake, kina Absalom na kina Shama walikuwa wameenda vitani huko katika soko ulio mji wa Hela huko. Wameenda kupigana vita na Wafilisti. Kipindi hicho Sauli alikuwa mfalme. Wameenda kupigana vita na Wafilisti. Katika jeshi la Wafilisti kuna mtu mmoja anamtegemea, anaitwa Goliath wa Gath-Heferi. Huyu lilikuwa jitu lenye mabavu. Linabeba viatu vyake tu vinaitwa shekeli 50. Yaani uzito mkubwa, ni kama vile kilo 50 kwenye miguu. Bamba la kifuani lilikuwa na 50. Mkuki una 50 ule ncha, bado mpini. Na maana ilikuwa jitu lenye nguvu. Daudi alikuwa mtu mdogo. Israeli walipomwona Goliath, walikuwa katika mlima huu na wa mlima huu. Wakiinuka, Goliath anakuja anatukana Israeli. Anawaambia Israeli, nyie ni kitu gani nyie? Nyie ni kama mbwa tu. Nyie ni kama takataka tu. Lakini asijue kwamba Israeli ni watoto wa Mungu na Mungu alikwisha wachagua. Sikiliza nikwambie, Goliath alikuwa na uwezo wa kijeshi na ni mwerevu wa kivita, lakini bado hakutambua Israeli ndiye mboni ya Mungu ya jicho, kwamba ni wateule wa Mungu. Ukisoma sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 30 na kitu kule, huwa 30 na 37 nazungumza hizi taarifa hapa. Tunaziona hizo habari hapo, habari za Goliath na wana wa Israeli. Goliath akaja akawatukana. Biblia inasema Daudi baba yake akamtuma achukue chakula apelekee ndugu zake. Aende akaangalie ndugu zake, apelekee wachunga kondoo. Kulikuwa na wachungaji amebakisha zao. Achukue mikate apelekee ndugu zake, wale wachungaji wa kondoo. Ghafla alipofika kule kwenye chakula cha kondoo, akawapa chakula wale ndugu. Daudi akachukua hatua, akatoka kule, akafungasha safari kwenda kuvitazama vita vinavyopigana katika bonde linasema ni kule bonde la Hela, ulio mji wa Azeka huko soko. Biblia inasema akaenda kule Daudi huko Efes-Damim, akafika kule ili atazame vita. Kaka yake mkubwa alipomwona hivi akasema, umefuata nini huku? Ninakujua kiburi chako. Daudi akamwambia, sasa shida yako ni nini? Kama unakijua kiburi changu na silaha, wewe shida yako ni nini? Kaka yake alikuwa anamtazama Daudi kwa mitazamo ya tofauti. Sikiliza nikwambie, kaka yake alimtazama Daudi kwa mitazamo ya tofauti. Daudi akasema, sikiliza kaka yangu, shida yangu iko wapi? Mimi nimekuja hapa nitazame vita. Na kaka yake akamwambia, najua umekuja utazame vita, lakini najua kiburi chako. Daudi
akasema shida yangu sasa nini kama umejua kiburi changu? Akaenda akauliza maneno, alisikia taarifa. Mfalme alikuwa amesema mtu atakayempiga Goliath atampa sehemu ya ufalme wake, atamvika pete ya kifalme, atamuonesha na mtoto wake. Daudi akauliza maneno yale, akapata shahidi ya kwamba ndio vile vile. Akasema ndivyo mfalme alivyosema? Akasema ndio. Daudi akajitokeza akasema, sasa mfalme, mimi nitapigana na Goliath. Mfalme Sauli akasema, wewe ni kijana mdogo, tazama wewe ni mwekundu wa sura, utawezaje kumpiga Goliath ambaye amepigana vita muda mrefu? Goliath alipigana vita muda mrefu, miaka mingi alikuwa vitani na ni shujaa wa vita la Wafilisti. Wewe Daudi, hatujawahi kusikia hata mahali pamoja labda ni shujaa wa vita la Israeli, wa majeshi ya Israeli, hatujawahi kusikia. Daudi akamfungulia kinywa chake akamwambia, mimi mtumwa wako nilikuwa ninachunga kondoo wa baba yangu na mbuzi wa baba yangu. Alipotokea dubu nikamkamata, nikamchana migomo yake. Alipotokea simba nilimchana. Alipotaka kuchukua mwana kondoo nilimrarua. Ndivyo atakavyomrarua huyu Sauli, huyu Goliath asiyetahiriwa wa Wafilisti. Sikiliza nikwambie, yawezekana utatukanwa sana, yawezekana watakunenea mabaya, adui atakukandamiza kwa ndoto mbaya, lakini nataka nikwambie, wakati adui anakuchezea, wakati wanakunenea mabaya, wakati wanapanda mambo yao, ndipo Mungu wa Israeli anaendelea kushughulika na wewe kukupeleka viwango vya utukufu wake. Wakati wanasema hutajenga, wakati ule hutasomesha, wakati ule hutatoa watoto wenye vipawa, ndipo Mungu anafanya mpango wa kuwapeleka viwango vya juu. Wakati wanasema hutafanikiwa, hata ukifanya biashara hutafanikiwa, hata huwezi kufanya chochote, hata huwezi kumiliki chochote, wakati ule Mungu anasema waache waendelee kuchelewa na kusema mimi nakupeleka viwango vya utukufu. Wakati huku wanamsema Sauli, wakati huku wanamsema Daudi ni mekundu wa sura, mdogo hajui vita, huku Mungu amewaza kumuinua Daudi kupitia Goliath. Goliath akamtukana Daudi akasema, wewe unanijia mimi na rungu na panga? No, Daudi akamwambia Sauli, wewe unanijia na mkuki na fumo na panga, mimi nitakuijia mara moja tu kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Ukiwa umemlingana Bwana, maana yake umemwamini Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Bwana anaendelea kukupeleka viwango vya utukufu wake. Usiogope wa kusema hapo, usiogope utukana hapo, usiogope unapougua, usiogope unapopitia mambo magumu. Muamini Bwana yupo kazini. Amen. Yupo kazini. Unaonaje habari za Sauli? Unaonaje habari za Sauli ambaye ni mtume Paulo? Aliua watu wengi na kwa jina lake alikuwa anaonekana muuaji. Paulo, huyu Sauli ambaye ni Paulo, ukimsoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, unamkuta Sauli alikuwa muuaji wa ajabu mno. Ameua watu wa kanisa. Kwanza ukisoma tu sura ile ya 9, unasoma pale juu mstari wa kwanza, tunaona baadhi watu ambao Sauli aliwatenda mabaya watu wa kanisa. Naye alikuwa ni mmoja wapo ambaye alikuwa anawaua watu wa Mungu na kuwatesa na kuwakanyaga na kuwatupa magerezani. Lakini Biblia yangu inaniambia wakati huo watu wanamuona muuaji, wakati ule wanamuona ni muuaji, ni mtekaji, anawaangamiza kanisa, Mungu anamuona mtumishi wake. Wewe nisikilize. Kuna wakati watu wanaenda kama wanakuona maskini, wanakuona kapuku kweli kweli. Kapuku. Hilo jina kapuku anapewa mtu mmoja kwa kapuku kujua. Ni kapuku maana yake hauna kitu kabisa. Mimi ningelikataa. Bali kwa jina. Ningelikataa. Maana jina linauma. Ni roho. Tabu, mateso, shida. Nakataa. Haleluya. Huyu Sauli tunalisoma hapa. Ukisoma Matendo ya Mitume, ukisoma sura ya 7. Sura ya 7 mstari wa 51 hadi 60 ni habari zake. Pia tunamsoma tena katika Matendo ya Mitume. Ukisoma sura Matendo ya Mitume sura ya 10. No, sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka 20 kuna habari zake. Hebu piga picha. Mtu alikuwa anaitwa muuaji. Wanadamu wote wanamuita muuaji. Unaona picha aliyobeba nayo? Wanamuona ni muuaji mkubwa. Sauli amepiga watu wa kanisa, amepiga, ameua, ametesa watu, ameburuta, ametupa gerezani.
na watu wote wanamuona yule Paulo muuaji amepita hapa, yule mmoja amepita hapa, yule mmoja amepita hapa, amepita hapa. Sasa hivi watu wanamkwepa, watu wanamwepa, watu wanamwepa, watu wanamwepa. Lakini Bwana hamuoni kama wamuonavyo wale wanadamu. Bwana anamuona tofauti na muuaji. Bwana anajionea litumishi likubwa ndani yake. Wakati wanadamu wanakuona kama muuaji, wakati wanadamu wanakuona kama usiofaa, ndipo Mungu anakuona kitu cha kufaa. Mungu achunguziki. Njia zake hazipimwi kwa mikono ya mwanadamu. Sheria zake hazipimwi kwa masikio ya mwanadamu. Haleluya. Paulo anaonekana muuaji, na alikuwa anachukua barua kwa makuhani na kwa walimu wa sheria. Anaenda basi kwenda kuwatesa watu wa kanisa. Wakati ule wa Stefano ameshatesa, piga watu. Alikuwa na kikundi. Baada ya muda mfupi kusoma hiyo sura ya 7 mstari wa 51 hadi 60. Hapo ni habari za Stefano. Hapo Stefano anauliwa na watu ambao ni wauaji. Wanamuua. Ni pamoja, Sauli ni vikundi vyake vya uuaji vilikuwa. Sauli aliyekuwa anaonekana muuaji, muda mfupi punde anaitwa mtume Paulo. Maana Yesu anamtokea. Yesu ndiye anayechagua watu, sio wewe mwanadamu. Yesu ndiye anayechagua watu, ndiye aliyekuchagua wewe. Wewe alikuchagua Yesu. Kwa maana wanadamu wanakusema, lakini Yesu anakujua. Maana anasema mimi nimewachagua, sio ninyi mlionichagua. Mimi nimewachagua mwende mkazae matunda, na matunda yenu wapate kukaa. Wanadamu wanayekusema hawajakuchagua wewe. Anasema nimewachagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ni Mungu amewachagua kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Wewe mwanadamu ni nani hata mhukumu mwenzako kwa kidole, hata mhukumu kwa macho yako, hata mhukumu kwa akili zako za nywele zako? Wewe ni nani? Ni nani? Wakati wanadamu wanamuona Sauli kweli muuaji, walimuona kweli ametesa watu katupa gerezani, na jina lake wameendelea kumuona muuaji, lakini Mungu aendelee kumuona muuaji. Anaendelea kumuona ni mtumishi wangu Paulo, na mtoa kwa Sauli na muita Paulo. Amen. Unaonaje kwa habari za Yusufu? Unaonaje kwa habari za Yusufu? Yusufu anaanza kusema na ndugu yake na mama yake. Anaanza kusema na baba yake na ndugu zake. Yusufu anaota ndoto, anasimulia kaka zake. Wanasema ina maana sisi tutakuwa watumwa kweli. Wanamuona kwa maumbile ya nje, tena wanamuona amezaliwa kwa Raheli, tena ni kama vile yeye ni wa mbalimbali wa mwisho, amezaliwa kule mwisho. Wanakuaje kwa mtoto wa kwanza aseme maneno haya? Aseme maneno haya. Wanadamu wanaona mtoto wa kwanza, lakini hawezi kujua Mungu anachokifanya kwa mtoto wa mwisho. Yusufu alikuwa wa mwisho yeye na Benjamin. Lakini Mungu wakati anaota ndoto anawaambia, mimi nimeota hivi na hivi. Wakaanza kumchukia. Akamwambia baba yake akasema, ina maana mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja siku moja tukusujudie? Yeye akasema, mimi sijui hilo, lakini nimekuambia ndoto. Ndugu zake wakaanza kumtengenezea zengwe. Siku moja Yusufu baba yake akamtuma kwenda kuangalia kaka zake wanayechunga malisho huko Dothan. Hapo Yusufu akaenda kuwapelekea kule chakula na kuangalia ndugu zake. Anafika naye kule, wakasema mota ndoto yule mota ndoto yule anakuja kwa mbali. Wakapanga njama ya kumtengenezea mazingira mabaya. Wakati wanadamu wanakuona kwa mbali, wameanza kupanga mipango yao ili wakutengeneze mazingira ya kukulipua. Hilo Mungu yeye anatengeneza mazingira ya kukupeleka kwenye viwango vya utukufu wa juu. Amen. Wewe nisikilize, wakati wanadamu wanakutengenezea mazingira ya kukuua, Mungu anakutengenezea mazingira ya kupeleka viwango vya utukufu. Amen. Rakaposeke yanda. Yusufu wakatengeneza mazingira, wakasema huyu sasa twende tukamtumbukize kwenye birika, shimo la kisima. Uzuri kikawa hakina maji, wakamtupa mle. Kaka yao mmoja Ruben akasema, damu ya mdogo wetu mimi sitaki iwe mikononi mwetu. Twende tukamtupe kwenye kisima cha maji kisichokuwa na maji. Wakamtupa. Ghafla Yusufu anatengenezewa zengwe lingine. Wanapita kwa Ishmaeli ambaye ni mtoto wa kabila la Ishmaeli, kutoka kwa mtoto Ajiri ambaye ni taifa la Warabuni. Pale anazaliwa mtoto anaitwa Ajiri, anaitwa Ishmaeli kutoka kwa Ajiri. Tunajua habari hizi. Ghafla wanapita Ishmaeli, wananunua watumwa. Yusufu anakuwa mtumwa. Yusufu anauzwa kwenda kwa mtumwa Misri kwenye nyumba Potifa. Wakati watu wanakuona mtumwa, Mungu anakuona ni mtu wa viwango vya juu. Wakati wanakufanya wewe ni mtumwa fulani, wewe ni mtumwa katika maisha yako, ni mtumwa wa kuwatumikia, ni mtumwa wao, ni mtumwa wa kukanyagwa, mtumwa wa kudharauliwa, takataka zote wanatupa kwa kama mtumwa.
lakini Mungu ndipo anakuona mtumishi wake. Amen. Haleluya. Wakati wanamuuza akachukuliwa kama mtumwa. Kuna vipindi ambavyo wanaweza kupitia, wanadamu wanaweza kupitia kwenye hivyo vipindi, vipindi vya kuonekana kama mtumwa, vipindi vya kudharauliwa, vipindi vya kukataliwa, vipindi vya kubezwa, vipindi vya kutukanwa, vipindi vya kuvutiwa miguu kama takataka la deki. Nataka nikwambie kwenye hivyo vipindi vyote yupo mtakatifu anayechagua watu, anaita watu, anapeleka viwango vya utukufu vya juu. Yusufu amemfanya kama tambara la deki. Wamemuuza kwa Ishmaeli. Amefika kwa Potifa. Yusufu anaonekana mbakaji. Yusufu akafika kwenye nyumba ya mke wa Potifa. Bado Yusufu anapewa jina lingine. Anaitwa mbakaji kwa mke wa Potifa. Ila nikwambie, wakati watu wanakuona ni mbakaji, Mungu anakuona ni mtumishi wake. Yusufu akaonekana kama mbakaji, lakini ghafla akapelekwa gereza la Misri. Akahamishiwa Misri kwa gereza kubwa lenye mateso makali. Akatumikia kifungo jela miaka mingi kwenye gereza la Farao. Wakati watu wanatamani wakufunge kwenye gereza la mateso, wakufunge kwenye gereza la kosa amani, wakuja kwenye gereza la kuishiwa, wakuja kwenye gereza la kulaumika, ndipo Mungu bado anakuona ni mfalme, ni mtumishi wake. Ila nikwambie picha ya Yusufu. Yusufu akaenda gerezani Misri. Mungu akaenda pamoja na Yusufu, akatengeneza mazingira kwa watu wawili. Sema watu wawili. Farao wa kwanza akaota ndoto mkubwa wao. Farao akaota ndoto, anaona masuke manene membamba, anaona ng'ombe wanene na ng'ombe saba wembamba, wanakuja na meza wale ng'ombe wembamba, wembamba na meza wale ng'ombe wanene, na yale masuke manene, yale membamba saba na meza yale manene. Ndipo ikatokea shida kwa Farao. Alipota ile ndoto akajiuliza, maana yake ni tafsiri ya ndoto hii. Farao akaita waganga wote, wachawi wote wa Misri, wa kule Misri, wamwagulie ndoto ile. Hawakupata majibu. Hawakupata majibu. Kuna wakati watu watapata majibu kupitia kwenye maisha yako wewe ambaye wanakudharau, unaonekana mtumwa. Mungu ataleta majibu kwa ajili yao. Nataka nikwambie usijidharau. Usijidharau. Yako mafuta mabichi ambayo Bwana ameachilia tangu ulipoitika kwake. Amen. Ghafla Yusufu anaonekana mtumwa Misri. Anaanza kutumikia kwenye gereza la Farao. Gereza kubwa la mwisho. Inawezekana ni kifo mwisho. Mungu akatengeneza mazingira. Farao ameota ndoto inamsumbua. Mara ya pili ndoto ikamrudia. Akauliza tena. Ndipo alikuwepo mtu mmoja anaitwa mnyweshaji na mmoja mwoka mikate. Huyu mnyweshaji alikuwa anamnywesha Farao, na huyu mwoka mikate alikuwa anaoka mikate kwa nyumba ya Farao. Ila nikwambie, Mungu akasema nao waliotaka ndoto wote wawili, mnyweshaji na mwokaji. Mmoja aliota ndoto yake na mwokaji aliota ndoto yake. Ndipo akamwambia Yusufu. Yusufu akasema, yupo mmoja ambaye ni Mungu atafungua ndoto zenu. Mmoja akaenda kunyongwa, mmoja akarudishwa kumnywesha Farao. Ndipo alipotokea hiyo shida, Yusufu aliwaambia, ndugu zangu, mkipata kibali kwa Farao msinisahau. Lakini kuna wakati walitaka kumsahau. Wanadamu wanaweza kukusahau wakati umewatendea kwa wema, wakati umewafadhili, wakati umewaongoza njia iliyonyoka, wakati umewafundisha iliyo kweli. Baadaye wanaweza kugeuka wakakunenea na mabaya. Usishangae mama, usishangae baba. Ni sawa sawa na nyoka au simba. Akiwa mdogo anamlisha maziwa, anamlisha maziwa, anapokuwa mkubwa simba anakuja kukugeuka na kutafuna mwenyewe. Amen. Ndivyo walivyo wanadamu, sivyo Mungu alivyo. Haleluya. Sivyo Mungu alivyo. Mungu sivyo anavyokuona. Wanamuona Yusufu ni mtumwa. Ghafla wale ndugu wakakumbuka, wakamwambia Farao, yupo kijana mmoja wa Waebrania, yupo gerezani. Huyu alituambia ndoto na zikatimia. Ndipo Farao akasema, nitieni huyo mmoja wa Kiebrania Yusufu aje hapa mbele yangu anifasirie ndoto hii. Yusufu akaenda kwa Farao akamwambia, yupo mmoja, ni Mungu Baba wa mbinguni, atamfasiria ndoto Farao ndoto zake. Ila nikwambie, usidharau kibao kilichopo ndani yako. Mungu ndiye aliyekiweka. Amen. Ghafla Farao akamwelezea ndoto. Nilikuwa nimeota masuke 7 membamba, manene membamba, ng'ombe 7 wanene, wembamba. Wale wanene wembamba kaja kameza wale wanene. Yusufu akamwambia, tafsiri ya ndoto yako ni moja na tafsiri yake ni hii. Masuke 7 membamba
yanameza wanene, miaka 7 ya njaa, miaka 7 ya shibe, miaka 7 ya njaa, 7 ya kushiba. Farao akamtoa Yusufu mbele yake ghafla, kamrudisha gerezani kabla hajapata majibu. Ghafla hajapata jawabu, ndoto ilimrudia tena. Tatizo nini? Ndoto bwana imerudi. Mwite tena Yusufu. Sasa nifanyeje? Maarifa. Kuna watu wanakudharau, wanakuona kama mtu wa ovyo. Wamesoma, wana PhD, wana degree na wana doctrine zao za elimu mbalimbali. Wanakudharau leo, lakini wanahitaji majibu ya maswali yao kutoka kwako, kwa sababu Mungu ana majibu kwa ajili yako. Farao pamoja ni mfalme, anaonekana katika sheria za kifalme, amepita na kozi ya kifalme, lakini Yusufu akamwambia, sasa cha kufanya, andaa watu wapite nchi nzima ya Misri, waandae chakula, wakikusanye ili miaka 7 ijapo njaa chakula kiwepo. Ndipo Farao akamvika Yusufu vazi la kifalme na pete ya kifalme, akamuolesha binti Potifera. Kuwaole binti wa kuhani waoni, akamuolesha binti Potifera, akamuoa Yusufu. Ghafla Yusufu akawa waziri mkuu Misri. Ndugu zake wamebaki kanyamba sira, kanyamba nani? Kwa nini? Walikuwa wanamuona hafai, si kitu. Wakati wanadamu walikuwa si kitu, Mungu anakupeleka kuwa kitu fulani. Amen. Yusufu anaonekana kama mfungwa, kama mbakaji. Picha zote amezibandika na Yusufu. Anaonekana kama aliyekataliwa na ndugu, kama sio na maana yote, anaokuwa na kitu, anaenda kama mbakaji, huko amemuza kama mtumwa, huko amekuwa kama mfungwa gerezani. Lakini Mungu amuone Yusufu kama mfungwa gerezani, anamuona kama mtumishi wake. Nilikwambia mchana wa leo, wakati wanadamu wanakudharau, wakati wanakusema vibaya, wakati wanakusengenya, wakati wanakutukana, yupo Baba wa mbinguni anakuona mtumishi wake. Usiogope. Usiogope. Hata wakuite kwa majina yote duniani, wewe mwangalie mtakatifu. Unaonaje kwa habari za Ana? Habari ya Ana, anaonekana ni mgumba, ana chochote, wala tumbo lake alizai tena. Lakini Penina na watoto anaanza kumwambia raka kione chenyewe cha kizai, yone tumbo lake liko ovyo, yone lile halina nini. Wakati Ana namdharau Penina na mdharau Ana, Mungu anamuona amebeba maziwa yangu.